Swafi. Yeah. Swafi kabisa. Watu wamesema wametumiss. Tuko kwanza leo tuko round table na jeshi kuu kabisa. Kama kawa tukua ndani ya Radio 237. Kipindi ni Mwana Sporti. Tukiwa na Profession na bado tukiwa na Pulisic ndani ya nyumba. Awacha wasalimie kidogo. Profession. Yes. Siku mingi. Imekuwa siku mingi bana. Tumepotea mafans wanapiga nduru hapo bana. Watu wanashinda aje wapi maneno. Mazee ni shughuli. Hii pandemic mazee imetukalia. Lakini tumefunguliwa juzi. Maneno iko fit kabisa. Na nataka kushukuru mafans manze. Tumekuwa na nyinyi the whole season kabisa. Enjoy to let down. Thank you. Alafu endelea kusubscribe. Subscribe na pale YouTube Radio 237. Support Mwana. Pulisic. Yeah. Piga pamba safi. Nashukuru sana kwa muda. Sasa tumerudi tukiwa na mioto. Ligi zimekimbia zimeishaisha. Mkateleza. Wengine wameponea, wengine wanaunga wamewaleta. Sasa Pulisic kidogo waliponea, hatuongei sana. Watu wa namba 8 kwa finali. Watu wa namba 8 walifanya kazi nzuri. Kila mtu ilikuwa weekend ya mambo mengi kabisa. Wiki inayokuja pia ni mambo makuu. Pulisic anatarajia kuchukua kile kikombe. Na mnajua anakinena na Pulisic. Si mnajua hatubishani sana. 50-50. Tunaambia fans wetu pale nje. Pale nyumbani ulipo subscribe. Na usikosao kufanya hiyo bell ya notification. Kama kawa, kama dawa, tuko ndani ya Juice the Place. Hapa ndio place yenye mnaambiwa ni place poa sana ya host ma meetings ukitaka kufanya mambo yako. Na pia kuna wale mafans walitupotea sana. Kuna mrembo anaitwa Kaleche pale Tao, anatengeneza kucha pale. Tunakuona. Leo nimekupotea. So games zilichezwa, mechi zilichezwa, zingine hatukutokea, zingine tumepotea kidogo, but Radio 237 Mwana Sporti bado tuko swafi ndani ya nyumba. Kama kawa awilo tukiwa na jeshi yangu hapa kina Pulisic na Profession. Tuanze na KPL. Yes. KPL nyumbani. Kuna dondoo ilikuwa pale KPL. Kama kuna wakati nimelalamika nikasema hakuna venye Kenya tutacheza ligi yetu ya home then mwenye anaenda kushinda pale mwisho ati anapatiwa milioni 4. Milioni 4 hiyo season mzima. So hata hakuna saika. So tuliona yule mkubwa FKF akiteta kidogo akisema alikuwa anatupea moral ati watatafuta some sponsors wakuje na kila siku nasema ameishi kusema ile ligi ya TZ ile ligi ya TZ ikilinganishwa huko mnaiangalia sana sababu ligi ya TZ walitafuta sponsors. Kuna ile Azam TV bado Azam wanawatengenezea zile yogurts zile ice creams pale wanaziita pale TZ wanaziita lamba. So ligi yao saa hii iko juu sana, inalipa mwenye anashinda 23.7 million Kenyan money ama Kenyan money. Ikiwa ni Tanzanian money inaingia billion pale, but Kenyan money. That's very good. Vizuri sana. So unaona na grow. Wale wa jamaa they are supporting themselves. Yeah. So hiyo ni zile vitu tuko nasema at least, lakini tukianza kuanza kufix game na club zetu bado ziko ndogo na Wakenya unajua. Na kitu kingine ni uaminifu ya government. Because ukiona huko Tanzania kuna honest sana. Magufuli alifanya hiyo, walikuwa they were very honest. So to a point hii kampuni ikiitwa ilete sponsorship haitakataa, haiwezi kataa kuja ni support because najua at the end of it na support mwananchi mwenzangu. Kweli. Na support ligi ya kwangu na ikuza ligi ya kwetu. Unaona? Kuhusiana na hilo la wenzetu wale maniba zetu kizee. Mpira wao yani kabumbu kule. Ukiangalia ikiwa ligi kikombe kile kitakuwa cha dhamana ya milioni 23.7 ya humu nchini Kenya. Maanisha wamepiga hatua kubwa sana na tuko mbali sana. Ikiwa kikombe chetu, acha nikushtue, kikombe chetu hiki cha Kenya KPL kina dhamana ya milioni 4. Mshindi huwa anapewa milioni 4. Amepigwa mara ngapi na yule mwenzake TZ? Mara 5. Hata mara 5. Wale wachezaji watatoa wapi motisha ya kucheza wafikia hata African Cup? Kabisa juu. Ni ngumu. Na actually hapo umesema African Cup.
ujue ile timu yao ile Simba hawana motisha, wanasonga pale kafu, wanazidi kusonga wachezaji kama sasa. Kwa mfano ukiangalia TZ yani Tanzania national team ile wanatoa wachezaji Simba na ile Chiefs inaitwa something Chiefs, timu mbili na hao wachezaji washapatiwa hela za kutosha, wanacheza wakiwa na maringo, wakijua kwamba tushashiba. Wakifika wakienda kikombe chochote kile, iwe ni World Cup qualification, iwe ni African Cup, watafanya vizuri. It's worth it juu unajua end of it unapata kitu, kuna mshahara, unapata pesa, inakulipa tena na hapa peanuts. Kenya unatoa hili ni changamoto, na wacha tutume changamoto kwa president wa Nick Mwendwa wa FKF. Hii ni Radio 237 Mwanaspoti, na sisi tunasema kwamba ikiwa umeshindwa na kazi, tafadhali ondokea. Alafu huwa tunasema hiyo ni aibu. Pahali mgala unampata akiza. Pahali mnafanya vizuri tutasema like ndio like wachezaji tunaona walipigwa chanjo, ligi imerudi, imeanza. So hapo tunawapatia kongole. Lakini kifika ni maendeleo ya changamoto zetu lazima tuongee. Sisi kazi yetu hapa ni kukuza spoti kuanzia humu grassroots tukielekea kule Europe. Si kazi tu kuchapa kazi bila kupeana himitisho kuhusiana na kadanda yetu hapa. KPL, angalia weekend iliyopita vile mechi zilichezwa mechi safi sana. Vijana wanajitolea. Kumbuka vijana hawa hawana hela kwa mfuko, wanalipwa hela ndogo ndogo. Hizi pesa haziwakimu kimaisha. Game za EPL imeisha. EPL imeisha. Kuna watu walimaliza kwa namba 8, walimaliza na Ice Spirit. Game safi sana ilichezwa pale, ilikuwa Tottenham na Leicester City. Comeback ilikuwa moto sana na mshukuru sana. Msilete hiyo maneno hapa. Chelsea waliponea sana. Game ilikuwa sawa, game zote zilipigwa vizuri. Aston Villa pale uliona vichwa ngumu. Walijaribu kulemea jamaa pale. Kuna Man City Man City piga mtu 5. Aguero alionyeshana mchezaji mzuri. The Big Six never disappointed the last game. I think because mafans walikuwa mafans pia. By the way, nijua mafans. Na hapo ndo unaona mafans kuonachangianga. So mimi nilikuwa na swali kidogo tu hapo kwa EPL. Na nitaanza na Pulisic. Acha nianze na wewe upande. Ati UEFA leta hiyo maswali. Ati hao ndio Champions League bado mtachukua. Okay, player of the season. Kwa EPL, iwe ni kwako, iwe ni huko kwa kina Profession Arsenal, iwe ni Manchester, player of the season unaweza sema ni nani so far? Nani uliona enyewe overall player alikuwa fit? Riyad Mahrez City. Nini inaweza fanya useme Riyad ameibeba ile Man City toka EPL competition zote zile amewabeba. Ile mchezaji anacheza akijitolea kwa udi na uvumba kusaidia timu yake kufaulu, nampa kile kikombe. Na pia ungeniuza wa pili ningekupa N'Golo Kante. Pulisic. Sisemi kwa sababu N'Golo Kante. Actually nilikuwa tunabishana mahali, nilikuwa naambia rafiki yangu mwingine Ballon d'Or inafaa iende N'Golo Kante. Naam. Actually hiyo nilikuwa nimeongelelea. So Profession play of the season wako yako pale Sheffield au yako who was your player of the season? Nikikataa kusema Mahrez nitakuwa nimedanganya. Nikikataa hapo nitakuwa nimedanganya. Mahrez ukimwangalia ile competition zote amekuwa akicheza. Huwezi sema Guardiola alifanya mistake kuuza Sane. Alikuwa na a clean replacement. Na Mahrez amebeba hiyo timu. The same way na N'Golo Kante. N'Golo Kante amekuja akashikilia midfield ya hii timu inaitwa Chelsea. Na ulikuwa unaona the moment Kante hayuko, hii midfield ina shake. Chelsea wana shake sana. That's why nakwambia ni Mahrez na Kante. Siwezi kataa hapo, siwezi. Actually mkisema story ya Kante Mahrez,
wamekuwa wazuri both pale kwa country zao nyumbani, wamekuwa wazuri pale kwa club na tukiingia pale UEFA pia wamekuwa wazuri. So unaweza kubaliana na nyinyi. So si tunaweza sema Riyad Mahrez ndio tunafaa tutegue mmoja, huyo ako fiti. So kuna young player of the season acha naweza na professional Foden. Nani anakataa hiyo? Hiyo nilikuwa kwa akili yangu. Foden. So imerudi tena Man City. Pulisic nasikia kuna mimi kidogo na tofautiana na profession. Si kwa maana tukiangalia umeuliza youngest player of the season. Alipatiwa ule Mason Mount. Amesimama ule kijana midfield ya Chelsea tena. Angalia ule kijana si EPL peke yake. Hata nyumbani country bado is the best. Amesimama. Wanacheza na Foden first 11 ile league lakini bado anampiga mwenzake. Ndio ule ni winger au ni midfielder. Hiyo ni maoni ya professors wangu wawili hapa wadogo wamefanya vile sana. So Pulisic anaenda na Mason Mount. Huyo ni Chelsea. Alafu Ligan profession ni Foden. Mimi nimesema Foden. Okay, hata mimi mwenyewe kwangu ilikuwa ni Foden. Sababu ukiangalia Foden pia akona venye umesema upande wa Riyad Mahrez amebeba timu. Pia yule kijana ametokelezea zile vitu tuko na expect anaweza fanya zize zenye anafanya. Anafanya vitu ordinary extraordinary. Na hapo sikatai nampenda sana Foden. Phil Foden amecheza kweli, lakini ukiangalia mbona nikasema Mason Mount. Unajua kuwa youngest best player inamaanisha uchezaji wako sio tu kwa klabu, kusaidia nchi yako na hata vikombe hizi au klabu bingwa Ulaya. Foden amecheza kila mahali pia. And he's proving himself. Foden kikombe kile kilienda kwa Mason Mount. Sasa hivi lakini according to me alifaa kupewa Foden lakini Mount alipigwa. Kwa nini? Sielewi. Hapana. Hapo kuna mchezo ati Chelsea wasitoke bure. Mafans pia nyinyi mko na nafasi ya kuchangia, mtupatie young player of the season mwenye unadhania ni yeye. Is it Foden? Is it Mason Mount? Piga tu pale kwa YouTube account yetu. Piga comment yako hapo tu chini, alafu tutaiona, tutakutangaza kwa the next game. Alafu mafans kila siku tunasema subscribe na ni asanteni sana kwa kama si nyinyi Mwanaspoti ingekuwa inasimama. So profession tukikimbia mbio sababu ya time na mambo mengine. Goal of the season. Hiyo acha nirukie Pulisic. Goal of the season. Goal of the season ni gani ilikuwa? Mimi nakumbuka Heung-min Son pale Tottenham wakicheza na klabu kubwa timu ya baba Arsenal. Alifanya kukengeuka. Basi ikiwa hatapatiwa goal of the season itamuendea kijana Edison Cavani. Ile bao ya mwisho ile akichwa ile dive ile akichwa magari ile akichwa game walicheza weekend hii. Huyo ni Pulisic. Pia wewe uko na nafasi ya kuchangia. Utuambie goal of the season ilikuwa ni nani? Goal of the season uliona ni nani alifunga bao yenyewe ukasema enyewe ilikuwa ni bao. Profession. Goal of the season anaitwa Sam Torres, huyu jamaa wa Man City. Ferran ile flick alipiga, was it against timu gani? Ile flick alipiga. Mimi nampatia hat-trick. Alipiga. Nampatia goal of the season. Goal of the season sio iliyopita. Hiyo flick Ferran Torres. Hiyo ni goal of the season. So bao fulani ilifungwa hapa na anaitwa nani? Gareth Bale. Ilikuwa ya weekend pia. Nani alipewa cross Harry Kane and then akashindwa kufunga, so alirudisha and Bale kuangalia kitu yote alisukuma vile ilikuwa. Alisukuma tu no. So goal of the season, okay. Kila mtu akona maoni yake. Kila mtu akona maoni yake kwa the goal of the season, but pia mafans tutapatana comments zenu pale, mtuambie goal of the season ilikuwa ni ya nani, na pia usahau kuweka notification yako kabisa. Pia unaweza like text tuambie wewe unaonaje, inakuwa ni Foden, inakuwa nani alifunga bao kwa Friday, inakuwa nani hapa tuko hapa
courtesy of Juste Place. Ukitaka kuja pale kunywa kinywaji, vitu mingi, kinywaji chochote, furahia na mrembo wako, tulia tu, hapa ndio kwao. Juste Place ndani ya radio 237 kabisa kama kawa. So tuna moment of the season. Moment of the season. As in, kuna zile shamra kama naweza sema wakati fulani pressure ilikuwa juu kwetu Arsenali. Was it nani alipiga mwingine kichwa walikuwa pale training? Ni Ketia na Ceballos. That was my moment of the season. Pressure iko juu, bado mjaingia, mmegonganishwa, mjui huyu nani anacheza wapi, and that's what hiyo ndio ilikuwa yangu. So policy nini moment of the season imekuwa ni pale mafans wa Manchester United. Ile wakati walisema wamesimamisha mechi. Hiyo ni kitu kubwa sana. Yaani moment of the season. Angalia wale mashabiki wanajua wanataka nini. Usipofanya hivi mechi haichezwi. Na kama hatutaona hii mechi haichezwi. Na ilisimamishwa. Na walikuwa na haki, so walicheza na mashabiki walikuwa wanataka. Na pia wamepeana conditions which have to be met. Hii club ikianza next season wamesema wanataka Harry Kane by force. Anunuliwe milioni paundi mingi aje wadai kujua. Wamewapa wale wasimamizi mkataa, lazima wafanye vile. Kwa hivyo hiyo ni moment. That was the moment of the season. Profession. Moment of the season ni pale anaitwa Ederson. Anderson alifunga Liverpool yenye waleta. That was my moment. Huku una expect hii inaweza fanyika. Na ukiangalia story vizuri, Klopp aliulizwa akasema nilimuona akikimbia singemsimamisha. Alimuona akikimbia akiendea bao dakika ya mwisho. Hiyo dakika ya mwisho 94 na akaifunga. Ningependa na ukoona saa hizi wako top 4. Hiyo ilikuwa moment. Acha niongezee kidogo kuhusu hilo bao. Professional amesema vizuri sana. Ule Alisson Becker aliona atuchezi finally we shall play Europa. Akaona wacha ni vema mimi niende nikasaidie timu yangu kufuzu. Na ile mchango wake yule wa kutoka kwa post. Dakika ni 94 plus. Zimeongezwa dakika 4 za ushe. Kwa hivyo ni dakika 4. Nini nyingine na goli? Filimbi tu pulizi. Tukitoka draw tuko nje. Tukichapwa tuko nje. Sasa lazima niende. Kwa kibahati kichwa akapewa mpira mzuri sana. Kichwa kizuri sana kwa kichwa kama ya Giroud. Akasaidia timu yake kama mchezaji yule. Kama another moment of the season. Actually tulisahau the best goal of the season. Hata kwa keeper. Pia mafans mko na chance ya kutolea maoni pale YouTube kwa channel yetu Radio 237. But tukimalizia pale kidogo, kuna biggest disappointment of the season. Biggest disappointment. Okay, tunaongelea mambo yote kwa sababu ligi imeisha. Ligi mingi zimeisha pia. Italiano, unaweza katubrashia kidogo. Italy nani walichukua? Inter Milan walichukua. Pale Germany, ligi ya Germany kama kawa. Bayern Munich. Na tukiongelea Bayern Munich, yule Lewandowski alifikisha zile bao 40. Zile zilikuwa zimefungwa kitambo pale na ule unaweza mkumbuka alikuwa anaitwa Gerd Müller. Alikuwa amefunga bao 40 na tulionyeshwa akitoa ile shati na kuoneshana. So pale Spain, Atletico Madrid. That was another moment of the season. Menikumbusha ile time Man City na Manchester United. Ilikuwa hapa na hapa. Walikuwa wanangojeana. Hiyo sasa ilikuwa hapa na. That was the moment of the season. Pia pale kule Ufaransa kulikuwa na another changamoto kwa yule Lille. So Ufaransa nani walichukua? Lille alichukua. There is something I need to say here. Lille ilikuwa ni farasi wawili wanakimbizana. Na mechi ya mwisho ilikuwa iamue nani atakayekuwa na nani. Naam. Biggest disappointment of the season hapo ndo nilikuwa
biggest disappointment of the season. Biggest disappointment of the season. Na kabla hujaanza kufikiria, mafans mwambia mko pia na chance ya kutuma zile pia nyinyi mnatuma message zenu pale Radio 237 YouTube, pale comments tutaziona. Tuko Facebook at the Radio 237, tuko Instagram, TikTok, tuko kila mahali. Very soon tunatumia website, mtakuwa mnaingia mnaangalia everything pale. So biggest disappointment of the season, nataka kuanza na Anono already. Yeah. Biggest disappointment kwa season. Mimi nitadedicatea kwa wale teams zilirelegatiwa because it was not their choice. They came, they fight. Kwanza England ukiona ile team gani zilirelegatiwa kama West Brom walienda home. Team gani? Ile Fulham na gani? Na Sheffield. Hizo team tatu. So ukiangalia kwa EPL, these teams they fought. EPL this season hakujakuwa na timu ndogo, timu kubwa. Pulisic. Ni kwangu nasikia Pulisic akisema goalkeeper. Ni kwangu biggest disappointment of the season imekuwa pale ule the special one, ule manager anaita the special one, Mourinho. Pale ambapo Tottenham ilionyeshia bao 6. Sijui Fana alifikiriaje akatoka penye alitoka akapita mbele ya Mourinho akamchokoza na akatoroka. Ungekumbuka Mourinho alikasirika, alimkabisa. Security ifanya kazi yake pale. Mourinho angeua mtu pale. Angeua mtu. Mtu awekagi hasira. Alikuwa disappointed. Umepigwa bao 6. Yeah. So for me naweza ongea story ya ilikuwa ni FA ama ilikuwa ni Carabao. Wasano wakatolewa. He really cried. Ilikuwa Carabao. Kwa Carabao venye walitolewa na Man City. So they really fought, walicheza poa. Na by the way, Son ana deserve trophy. Anatoka kwa kijana amecha. Son ana deserve trophy mali yako. Na ukiongelelea story ya Son, utakuja kuona the moment Harry Kane atatoka kwa hiyo timu. Son atatoka. Sana atatoka na ile timu itaweza kuafford. Ule anaitwa director wa Tottenham. Sijui jina but haizi taka achilie pesa because maybe next season these people will not be worth what they can be right now. Ukiangalia Harry Kane is a top striker at the moment. Na hata mtu hata wakitisha 100 mtu haizi kataa kununua. The same with the Son. Na kama ni mimi player kilia anataka kuenda kutafuta usimfungie player, patie chance aenda atafute kikombe. So imekuwa ligi poa, mechi zimechezwa, games zimeisha, lakini haimaanishi ndio mwisho wa mwanaspoti. Bado tuko games mingi zinakuja, tunaingia Euro. By the way, Euro zinaingia na tutakuwa hapa tukijaribu kuwapea zile mechi zimeendelea. So ningependa tu before tuingie Europa, leo kuna game, kuna mechi kubwa sana. Ati Manchester United na nani? Mr. Good evening. Game nasikia walitoa games zilikuwa Istanbul but wakasema due to corona na nini ikapelekwa Spain. I think ni Spain. Ni Portugal. Ilipelekwa Portugal. Santiago de Santos kabisa, ile uwanja wa FC Porto. Hiyo ni finali itakayosakatwa. Nikichungulia kiwanja niliona picha za Mourinho. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa manager wa Porto na alichukua ile UEFA. Mourinho kwa nini anaitwa nikaona ndio maana. So season imeisha, inshallah imeisha vizuri, but nilikuwa nataka tuongelee tu kidogo what do you expect pale coming season? What do you expect? Ni nini una expect, nini inafaa kuchange, nini inafaa ifanyike? So far tumekuwa na running mzuri, itakuwa like previous one, imekuwa competitive. Tumeona Manchester United pale wamekimbiza City. Kuna jamaa anasema ati games ingeongezewa. Hakuna kitu kama hiyo. So what do you expect Profession coming season? I'm expecting these big six, the big six, the likes of Arsenal and the underdog to come out and spend. Umekuja kuona last time West Ham spent more than Arsenal. Look at them. That means you have to spend to win kwa England. You don't spend, you're nothing. Angalia Man City, they spent 750. Na ndio hiyo. They wako kila mahali final. Unaona? Na wanatisha si ati wako huko ati ile ya kuponea hapana.
they spent. Angalia Chelsea, they spent over 200. Manchester, they spent. Hizo timu zote ziko hapo. They spent. Apart from Liverpool, Liverpool hawas kuspend vile na ukiona they made a surprise kuingia top 4. It was a comeback. And nikiongelelea Liverpool, I can give coach of the month itakuwa Klopp. Juu unaona penye alitoka hadi penye ameweka hiyo team kwa hiyo the last 4 fixtures or 3 alifanya kazi kubwa. Very good. So I'm expecting a big spend. What do you expect? Next season itakuwa very big season, another big season, very competitive. Nasema hiyo kwa nini? Angalia Chelsea. They are very good right now. Expect what next season. When these players now have played for a whole year together, the likes of Rudiger, Kante and everyone, the chemistry itakuwa imeingiana sasa. Think about Man City, the defending champions. So do you expect for such a team? We have the cup, we have to defend the cup. Are you seeing? And they have the money, they can still spend to buy top quality. So come to Arsenal. Really... Arsenal has totally nothing to run with. It's only the league cup. That is EPL. Just EPL. FA. So you can imagine a team that rests a whole week. What it can give. For this, so for we the coming an Arsenal that will end up, if not top, second in the table. Na kuna fan anauliza Awino ni timu gani zimeingia UEFA zenye zimequalify. Nataka professor na Pulisic uambie tu zile timu zimeingia already zimequalify Champions League next season. Ligi gani? Ligi pale EPL zile ligi zimequalify pale. Okay, tukiongea kuhusu UEFA, Man City automatically ndio walitangulia, wakafuatwa na wale Manchester United, mhakimu wa jadi, wakuja Liverpool pale Merseyside pia wazito namba 3 na Chelsea wakafunga 4 bora ambao sasa waliqualify 1-on-1. Na ikiwa ikiwa Arsenal angelifika finali ya Europa akabeba kile kikombe angekuwa qualified direct pia kuingia huko. Wangekwenda timu. So ile ile ya mlango hawana chance ya kwenda timu 5 kwa sababu Manchester already ako ndani hata akichukua kile kikombe. Sasa mtu ambaye ako na chance ya kwenda UEFA direct ni Villarreal ikiwa atachukua. Kwa sababu wako qualified. Akichukua yani direct kwa nchi yao. So umejibiwa hiyo fan pale nilikuwa narejelea sasa Europa. Hiyo ilikuwa UEFA. Kikombe cha pili kikubwa ambacho leo hii kuna finali kubwa dhidi ya Villarreal, Manchester United. Tunabisha tunasema kwamba alafu Magablas wanalia tunatakia Man City, tunatakia Manchester. Sisi wa Chelsea tuko nyuma ya Manchester. Msipeana kikombe kiende Spain, kirudi Uingereza. Ati Pulisic tulitupatia correct score. Tunataka correct score nyingine. So Manchester United game itachezwa saa 4 I think, saa 4 usiku. Game tumesema finali itakuwa pale Portugal. So profession Manchester United adui wako mkubwa, asidi wako mkubwa. Manchester United versus Villarreal. Kwangu kwa muonekano wangu today it's a big game actually. Because when you see ile reputation ya Good Evening United, my former manager akona reputation mzuri sana kwa upande wa Europa. Juu unaona yeye ndo the only coach mwenye amechukua consecutively I think 3 times. So anaingia na ile confidence. Unaona? And but kwangu mimi niko nyuma ya Manchester. I just want them to win the cup. I just want to retain the cup England. Prediction yangu itaisha 3-1 Manchester. 3-1. Pulisic. Bao zitafika huko kweli. Mimi kwangu nitashukuru na konkana yeye nasema kwamba ikiwa Manchester watachukua watapigana bao nyingi, lakini mimi najua hii ni finali. Villarreal hawajakuja kusukuma mtu ama kusalimiana pale. Wamekuja kazi. Kwa hivyo mimi prediction yangu ni kusema kwamba ile mechi itaisha, ikiwa itaisha normal time itaisha 1 day, na kama itaisha normal time inaweza toka 0-0 waende mpaka extra time na mshindi atapatikana extra time. Wawekezaji wamesikia hiyo. Na pale Manchester ni watu wa comeback, lakini wasifanye mistake leo ati ya kupigwa ati watafute comeback, watakosa ile kombe. Ile ni Villarreal, ule ni Unai mwenye ile kikombe.
Alafu mafans wote wa Wembley tuko karibu pale weteje. By the way, mafans wetu tuko karibu kuipa kile kikombe jina la Unai Emery. Ni ukweli. Kama ile FA pale. Ikiwa atachukua leo, basi ngoja next season mtasikia Unai Emery. Manager ambaye amefanya vyema sana. Nilikuwa najaribu kuambia wale mafans pale Wembley wamewasalimia sana kina Professor na kina wanasema Pulisic, mnafaa mkuje pale stadium zetu. Tunakuja tutangaza game live pale na lazima mtajua. Then baada ya matokeo ya leo pia kuna game zingine tutawaletea, maybe kesho tutakuwa ndani ya studio and then tutawaambia what to expect. So sijui kama kuna jambo lingine mngedai kuongezea. Ningependa kuwakumbusha mafans wetu kwamba finali kubwa zaidi yaja siku ya Jumamosi. Kante, Pulisic, UEFA Champions League, na Mahrez, nani mzito, All England final. Tuliona tukasema ningependa sana iwe All England na sasa tuko hapo. It's All England. Nimesema ukiangalia clips za before wale Arsenal tu ndio waliangusha kidogo. Arsenal UEFA pia ingekuwa All England. Lakini Arsenal tunawapa kongole, walifanya kazi yao, lakini unajua kuna jamaa na kuna kongole hapo. Kuna kongole. Maneno yako ya mwisho. You have a manager, you have everything. Tukimalizia unafika uwanja you wasting. Tusiwe personal. Let's leave another day to fight. There is always next time for us. Let me tell you, us as fans, sisi kama mafans. According to my understanding, fan atafurahi ukiwin. Mimi sitaki nione ukicheza. Ni win, just win. Give me something to be proud of. Ikiwa kuna wawekezaji pale nje, ningependa kuambia leo hii finali ya leo kuwa nyuma ya Villarreal. Sikwambii hivyo kwa kukisia. Wape Villarreal pesa. Alafu kuna jamaa anasema kama utawapa Villarreal X2, kama watakuwa wao ndio timu ya kwanza 1x, kama ni wa pili X2. Manchester ni timu squeeze ya kubabatisha tu. Hatujui. Yaweza pigwa. Unajua wanaenda pale wakijiamini sisi ni from England. Usibebe hilo. Usibebe hiyo. Wanaweza pigwa. Unai is from. Wasiandarate wale. Ikiwa watapanishiwa, sijui watakuwa wapi next season. Sijui watatuambia nini. Kuna fan anauliza pale ati mbona mtatupatia coach of the season? Coach of the season. Niulize huyu alisema yake. Yeye ulisema huyo ni coach of the month. Coach of the season. Mimi ningempa sasa hivi. Na si kumpendelea, ningempa Tuchel. Hapana. Kwani upendeleo kakangu? Niulize kwa nini ningempa. Na mbona apewe? Niulize mbona apewe? Huyu manager amekuja half a season. Ameingia Januari mwisho. Kuingia Januari mwisho amepata timu iliyo namba 11. Kufika namba 4 kuna point more than 14. Na unajua pale England ama EPL kuachwa na point 14 kusema nini? Na timu kama Arsenal, Liverpool ama zile zingine. Liverpool ilikuwa pale juu. Amesukuma timu yake, amewapa top 4 finish. Amesukuma timu yake amefikia FA final. Lakini pia wacha sikiza, kwa muda mfupi sana ameleta cohesion ndani ya wachezaji wale. Wamejiamini tena. Wale wachezaji walipigwa mechi 6 chini ya Lampard bila football. Kwa hiyo tu amesimama, ameonyesha uwezo wake. Ni manager mzuri sana. Ikiwa si yeye atapatiwa basi tutaenda na Jurgen Klopp. Amepigana. Mimi hiyo ni maoni ya Pulisic. Nakataa. Professional amekataa na Tuchel alipata timu. Maana ile githeri umeweka kwa jiko ukaiasha na ukaizima. So kuna ile steam ilishaundwa. Iko na ile steam. So yeye akakuja akaweka makaa. Kuongezea makaa na nini? Na akapuliza kidogo. Mimi angalia Guardiola. Yes wait. So for me it's Guardiola. Angalia Guardiola. Guardiola alikuwa na nambari ngapi? Alikuwa na nambari ngapi before afika nambari ya kwanza? Nani alikuwa na expect ataingia huko aende akuwe number 1 for that long? Alikuja cover. He was number 8 or something. Hapo kwa msikilizaji wetu, mimi ningependa kusema kwamba Guardiola ndio ni mzuri, lakini klabu yake hakuna wakati kwa season mzima ameachwa kwa point 4. Hakuna mahali. Nisikize, hakuna mahali hata pamoja. Nitajie wakati gani? Hamna.
amekuwa the last time alikuwa point 4 chini, alikuwa na a match yani mechi in hand. Anafaa kucheza, hajacheza, ameachwa na point 4. Kumaanisha 3 ni zake na 1 ni ameachwa. Sasa hapana, unajua Guardiola ni nzuri sana. Hapana, nakata hapo kidogo. Okay. Tumepoa, time yetu imekwisha, lakini hao ni maoni yangu. Pulisic umeleta shida sana. Bado conversation hii unaziendelesha pale YouTube, utapata na Radio 237 na kwa niaba ya producer wetu. Lakini before umalize, the best coach of the season ni Guardiola. Okay. Ako final ya Champions League, amechukua ligi, amechukua Carabao, amechukua hizo vitu zote. Sawa. He's the best. Haya, kwa niaba ya mwelekezi wangu anaitwa MC Sadi na profesa yao na kina Pulisic, kwa majina ni Awilo. Tuonane siku nyingine inshallah.